Kwa naomba ukubali ni kukwaze kidogo kwa muda wako, lakini nadhani yako mambo kama taifa lazima tujifunze. Kwa hiyo nitakuomba mwenyekiti univumilie, hata yule mwenye alamu aweke pembeni kidogo ili tusaidie. Nakuomba sana mheshimiwa mwenyekiti. Lakini naomba kwanza nichukue nafasi hii kukushukuru mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Lakini la pili, naomba kumpongeza mheshimiwa rais. Nampongeza mheshimiwa rais kwa sababu kwanza tuko kwenye kipindi kigumu, lakini pili kama amiri jeshi mkuu, lakini tatu kama mama. Yote haya anayo yeye mtu mmoja, jambo ambalo kubalance kati ya ujamadari mkuu, kati ya rais na umama ni mambo magumu sana. Lakini bado ameendelea kuwa rais, ameendelea kuwa jemadari mkuu, lakini ameendelea kuwa mama. Na mimi ningependa kumuomba kwa niaba yangu na kwa niaba yenu, mama aendelee kutulea, kwa sababu bila hivyo sisi vijana wake hasira ziko kwenye utosi. Sasa ili tufike lazima atushike mikono. Lakini pia naomba nimshukuru mheshimiwa waziri na timu yake, kazi yake ni kubwa. Mheshimiwa mwenyekiti, tunapozungumza wizara hii ndio wizara ambayo inatulinda kwenye kila hali. Wanatulinda nyumbani, wanalinda mali zetu, wanalinda mipaka yetu, kwa sababu wizara hii kuna polisi, kuna uhamiaji, kuna magereza. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wanafanya kazi zetu nyingi. Kuna NIDA humo, zote hizi ni kazi za ulinzi, lakini wenzetu wanazifanya vizuri, na kwa kweli tunashukuru sana, na waendelee kufanya kazi hii. Ni ngumu, lakini waendelee kufanya kwa sababu ndio wajibu tuliowapa. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, ningependa pia kuipongeza serikali kwa sababu wizara hii ni wizara kubwa. Wizara hii ina majukumu mengi, lakini pamoja na majukumu mengi serikali imekubali kuwapa bajeti nzuri. Ukiangalia kwenye hesabu za haraka mpaka hivi tulivyo wamefika karibuni 60% ya uwezesho kwa serikali. Naipongeza sana serikali. Lakini kwa maana hiyo ningependa kuiomba serikali kwamba sasa hivi tuko kwenye kipindi kigumu. Kwenye kipindi cha majaribio, kipindi ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi, na uchaguzi ambao ukiuangalia unaona kama vile kuna chembe za shari. Sasa chembe hizi za shari manake ni cheche inayokwenda huko mbele, kama hatukuishikilia vizuri manake inaweza ikaliharibu taifa. Na nasikitika sana kwamba mambo yanayotokea, wazee wetu wapo wengi, lakini huwasikii hii wakiona kwamba taifa limetetereka. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba niseme hivi, pamoja na kwamba inawezekana katiba yetu ina mapungufu, sheria zina mapungufu, tunahitaji kubadilisha, lakini hatubadilishi kama inavyokuja radi. Kubadilisha katiba na sheria ni mchakato. Sasa imefika mahali mheshimiwa mwenyekiti, wako watu wanaamini kwamba wao ndio wana haki kamili za kuwa Watanzania. Wako watu wanaamini katiba hii ni ya kwao. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi naomba niwakumbushe hao marafiki zangu, huko zamani huko yalikuweko mataifa mawili. Mimi sikuwepo, wala wengi wetu humu hawakuwepo. Kulikuwa na taifa linaitwa Tanganyika. Mheshimiwa mwenyekiti, kulikuwa na taifa linaitwa Zanzibar. Haya yalikuwa ni mataifa mawili tofauti. Lakini ili iwe Tanzania, manake kila mmoja aliacha mamlaka na uhuru wake, tukatengeneza kitu kimoja. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, mimi inanisikitisha kuwaona wanasiasa wetu wanatoka barabarani, wanafanya ubaguzi, wanavunja sheria, halafu wako wazee watu wazima hawasemi kitu. Lakini mama amekubali kuvumilia. Sasa mimi naomba niseme hivi, kwanza mtu anayeitwa Mama Samia Suluhu Hassan hakuanza na mchakato wa katiba yeye. Mchakato huu ulimkuta akiwa miongoni mwa waziri, lakini hajakataa kuendeleza, ila suala hili sio la kufunga na kufungua macho. Sasa tabia zinazoendelea za kumshambulia mtu kwa wanawake wake, kwa anakotoka, hii haiko sawa mheshimiwa mwenyekiti. Leo huwezi ukasema unasimama hadharani unasema huyu mwanamke anatoka kwao. Mwanamke gani wakati huyu ni rais wa jamhuri? Mheshimiwa mwenyekiti, hii ni kuvunjiana heshima. Hii ni dharau. Na sisi kwenye katiba na sheria tumeambiwa kwamba binadamu sote ni sawa. Hakuna aliye mbora mbele ya mwenzake. Mbona wazee wetu wengine hawasemi ambao wanaonekana wana busara? Hivi hizi busara ni za kutukana tu viongozi?
Mbona hawa wanapokosea hawaambiwi? Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ningeomba sana hawa wazee ambao tunawaamini kwamba wana busara, ni busara hizo hizo wazitumie kuwakanya vijana wao, kwa sababu sisi pia damu inatuuma kwamba anatukanwa rais wetu, anatukanwa jemedari, halafu wale wazee wamenyamaza kimya. Linapotokea jambo jingine huku wanakuwa front line kumshambulia rais. Hili hatulikubali. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa sana kuwaomba kwamba wakubali na waelewe kwamba Tanzania sio Tanganyika. Tanzania ni Tanzania, kwa maana ni muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Sasa watu hapa wasije vifua mbele wakaanza huyu ni Mzanzibari, huyu ni Mzanzibara. Hakuna. Mheshimiwa Mwenyekiti, unisamehe sana, nazungumza hili nikiwa ninasikitika, kwa sababu sisi wengine hatujawahi kuiona Tanganyika wala Zanzibar. Sisi tumeiona Tanzania. Kwa wanapokuja vijana wenzetu, na bahati mbaya sana ni vijana wenzetu ambao tunawaona wengine tumewazidi umri, wengine mwaka 2000 walikuwa vyuo vikuu, tunakumbana nao pale UDSM, leo ndo wamekuwa mstari wa mbele, wanatukana jamhuri. Hawa wameshiriki kwenye chaguzi zaidi ya 3, wameshinda, lakini kwa sababu wameona mazingira hayako sawa na wanajua kwamba wakiingia huko watapigwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo katiba hii na sheria haifai ambayo imewafeva mara 3. Hili Mwenyekiti aliko sawa. Sasa mimi ningeomba sana, kwanza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama yapo mahala au iko namna tunaweza tukachekeana, ila kwenye hili jamhuri imetingishwa na walioitingisha tunawafahamu. Kwenye hili tusioneane haya, kwa sababu huwezi ukatingisha kitu ambavyo ndio foundation yetu. Sisi sote humu tumekuja kwa sababu ya kitu kinaitwa jamhuri. Mimi sikuja hapa kwa sababu ni Mzanzibari, wala huyo hakuja kwa sababu ni Mmakonde, amekuja kwa sababu ni Mtanzania. Kwa hiyo tabia ya kuanza kubaguana tukadhani kwamba ubaguzi unatusaidia, hautusaidii. Miaka 60 Mheshimiwa Mwenyekiti imepita, jamhuri hii imelindwa. Sasa leo wako wajanja wanafikiri kwa sababu ya ulafi wa madaraka wakudhani kwamba uchaguzi lazima wao washinde. Hili Mwenyekiti tulikubali. Haiwezekani njaa ya madaraka na ulafi wa mamlaka mkataka kutuchafulia taifa. Sisi hatukubali. Naomba wazee wetu wale ambao tunaamini wana busara waendelee kuangalia pande zote mbili. Wasiipige tu serikali eti kwa sababu lazima fulani ashinde. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba niwaambie, Chama cha Mapinduzi kama sikosei kina wanachama halali hai wasiopungua milioni 13. Sisi tokea mwaka 1995 hatujawahi kufika milioni 9. Kwa tukiamua kuingia uwanjani sasa hivi sisi tunawapiga asubuhi kwa namba tu. Kwa mimi ningeomba kwa heshima na taadhima, ningetamani Mwenyekiti tutoe darasa kubwa sana, lakini ombi langu kwa vijana wenzetu ambao hawaelewi foundation, na bahati mbaya wengi wao wamesoma sheria, lakini sheria kwao zinafanya kazi wakiwa zinawafeva wao tu, wakiona haziwafevi inakuwa ndio hazifai. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakubali kwamba inawezekana yako mapungufu, lakini uchaguzi kurekebisha sheria sio leo na kesho, inahitaji mchakato ambao unakwenda kwa season. Tunakubaliana kwamba baada ya zoezi hili tunaweza tukaendelea, lakini sio leo. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, ningeomba sana na hawa vijana wenzetu hawa waelewe kwamba tumenyamaza sio kwa sababu hatuna akili, na tumenyamaza sio kwa sababu eti wao wamesoma sana kuliko wengine au wao ni Watanzania sana kuliko wengine. Hapana, Tanzania ni ya kwetu, tutailinda sote na tutafaidika sote, sio wao tu. Kwa wasijitoe wakadhani kwamba wana uhalali, wao ni halali kuongoza Tanzania, lazima waongoze wao tu. Hili halikubaliki. Kwa hiyo ombi langu la kwanza waheshimu sheria, kwa sababu sheria ndio imefanya wao wawepo hapa. Bila ya sheria hizi wao wasingekuwepo. La pili, kwa sababu watu hawajakatazwa kutekeleza sheria, kufuata sheria, waendelee kufuata sheria. Lakini kubwa kuliko yote, tuheshimiane kwa sababu taifa ni la kwetu. La mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, taasisi wizara hii ni kubwa sana, na wizara hii ndio inatufanya tuishi kwa salama na amani. Ombi langu maalum kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, naiomba sana wizara na serikali
ihakikishe kwamba tunawaongezea budget, kwa sababu tunaelekea mahala pabaya ambapo wenzetu hawaoni kwamba wamepasua ukuta wa Jamhuri ya Muungano, na sisi tutaulinda, tutaziba ufa huo kwa nguvu zetu zote. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Asante Mheshimiwa Zuwena Bushiri. Jiandae Mheshimiwa Haji Amur Haji. Jiandae Profesa Patrick. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi kunipa nafasi nichangie bajeti hii ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi naungana na wenzangu wote walioanza kuchangia bajeti hii asubuhi ya leo ya kuwapongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kazi nzuri sana ambazo wameifanya. Lakini pia kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa busara zake na hekima zake za kuiongeza nchi hii katika hali ya ustaarabu. Mheshimiwa Naibu Spika, nasema ustaarabu kwa sababu gani? Yaliyotokea ya wanaharakati, kama rais angekuwa ni mtu wa pupa tungeleta ugomvi kati ya nchi hizi mbili. Lakini kwa hekima zake na ustaarabu alisema maneno machache tu: tunaomba mtuache na nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, niwapongeze sana jeshi la polisi. Niwapongeze jeshi la polisi kwa kuwa natambua kwamba jeshi hili linafanya kazi usiku na mchana. Sisi wa Tanzania tunalala ndani, hatuna wasiwasi, tukijua kwamba vijana wetu, jeshi letu liko nje linafanya kazi. Na kwa hili ambalo limetokea hivi majuzi la wanaharakati hawa, tumeliona kwamba jeshi hili linafanya kazi usiku na mchana. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na pongezi hizi nitarudi kuwapongeza waziri wa wizara hii, mdogo wangu Bashungwa, kwa kazi nzuri ambazo anafanya. Naomba jimbo lako wakuone kwa jicho la ziada, wakurudishe tena katika uchaguzi huu ili uendelee kulitumikia taifa. Lakini bila kumsahau naibu waziri Mheshimiwa Silo, wakiungana kwa pamoja, wote kwa pamoja wanamsaidia Mheshimiwa Rais kufanya kazi yake, naye kuendelea kufanya kazi zingine. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya pongezi hizi nitaelekea katika mkoa wangu wa Kilimanjaro kuhusu nyumba na makazi ya watumishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesimama katika bunge lako hili mara nyingi sana nikiongelea kuhusu nyumba za makazi ya baadhi ya nyumba za polisi katika mkoa wa Kilimanjaro. Nitaongelea nyumba za makazi ya polisi katika jimbo la Same Mashariki, kituo cha polisi cha Gonja Maori ambacho kimejengwa mnamo mwaka 1958. Mheshimiwa Naibu Spika, ni ukweli usiopingika kwamba vituo vyote vilivyojengwa kipindi cha mkoloni vimechoka. Vimechoka miundombinu yake, vimechoka hata mtazamo tu ukivitizama. Mheshimiwa Mwenyekiti, naongea kwa masikitiko makubwa sana kwa sababu kituo hiki nimekiongelea sana hapa bungeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kituo hiki kinavuja. Kituo hiki, nyumba za makazi zote zinavuja. Kituo hiki miundombinu yake ya vyoo sio rafiki. Imefika mahali ambapo askari wetu wanachimba vyoo jirani ya vyoo vya zamani. Mheshimiwa Naibu Spika, hili ni jambo ambalo hata ukiangalia hata uchimbaji wao wa vyoo ni sehemu ndogo tu wanachimba. Kwa hiyo kiafya sio jambo zuri. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaiomba serikali yangu sikivu, Bashungwa, katika orodha ambazo katika bajeti uliotenga ya kukarabati, naomba ukija hapa, naomba utueleze sisi wakazi wa Same Mashariki, je, ni lini utakarabati kituo hiki ambacho ni kituo cha zamani sana kipindi cha mkoloni? Tunaomba tupate majibu ya serikali. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kiko kituo kingine cha Mkuu Rombo, kituo cha polisi. Mheshimiwa Naibu Spika, kituo hiki kinavuja sana.
kinavuja kiasi kwamba hata wao wanashindwa kufanya kazi wakati mvua zikiwa zinaendelea kunyesha. Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Zuwena, muda wako umekwisha. Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja. Asante. Nimtaja Mheshimiwa Haji Amur Haji, jiandae Profesa Patrick. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuweza kuniona na mimi niweze kuchangia wizara yetu hii muhimu sana, wizara ya mambo ya ndani. Na kwa kweli hii wizara ndiyo yenye mambo mengi sana na yenye uhai wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kabla ya yote niweze kumpongeza jemedali wetu, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo anavyoiongoza nchi yetu hii ya Tanzania, na namna ambavyo alivyokuwa na filosofa zake za 4R na vile vile namna ambavyo anavyoweza kutuongoza. Mheshimiwa Naibu Spika, pia niweze kumpongeza Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, Mheshimiwa Bashungwa, kwa namna ambavyo alivyowasilisha bajeti yake hii leo, ambayo asubuhi yake ulisema kwamba ni excellent budget. Kwa hivyo kama ni excellent, pia na mimi nampongeza kwa namna ambavyo ulivyo msifu. Pamoja na naibu wake waziri Mheshimiwa Siro, pia hongereni sana kwa namna ambavyo mnavyofanya kazi zenu za wizara ya mambo ya ndani. Lakini pamoja na yote, niwapongeze wakuu wa vyombo vyote vya wizara ya mambo ya ndani, akiwemo IGP pamoja na wakuu wote wa uhamiaji, magereza, kwa namna ambavyo wanavyofanya kazi zao. Mimi kwa kweli niseme ule ukweli, tangu asubuhi leo yale maneno ambayo yameanza kutoka kwa Mheshimiwa Msukuma mpaka kuja sasa hivi, maana yake tasema kama vile nilishiba kidogo, lakini tuseme ule ukweli kwamba wizara yetu hii ya mambo ya ndani ni wizara mama, na ukweli hasa wakati mwingine mtu anavyoweza kuja kuichokoza kama ni nchi, maana yake anafanya uchokozi wa hali ya juu. Yalizungumzwa mengi sana hapa ambao ni ya uchokozi kwa upande wa nchi yetu. Kwa watu wa kiintelijensia, maana yake kuna mambo ambayo ukiagusa kama ni ya nchi, maana yake mtu wewe kwa zamani unapotea. Na kwa sasa hivi kwa vile kwamba tumesonga mbele, maana yake atawakuta hao waliowakuta, kwa mfano kama wale walokuja wakaja kuchokoza nchi yetu, maana yake yamewakuta yaliyowakuta. Lakini pamoja na yote kwamba wakati mwingine inawezekana pengine kuna watu wamo ndani ya nchi yetu hii wanagusa mihimili ambayo ni muhimu sana katika nchi, ambayo kwa upande wa kiulinzi maana yake tunasema confidential. Ukigusa kitu ambacho ni confidential, maana yake ni hatari sana. Inawezekana pengine unaweza ukauawa au ukenda na maji kwa mujibu wa namna ambavyo ilivyo. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nije katika hotuba ya budget nigusie upande wa ajira. Upande wa ajira hasa nitagusa kwa kutoa ushauri ambao ajira zetu hasa kwa upande wa tasnia zetu, hasa kwa upande wa Zanzibar, tunaguswa na jeshi la polisi, tunaguswa na uhamiaji, na tunaguswa na idara ya vitambulisho. Sasa mimi labda kwenye swala la ajira ningetoa pengine mapendekezo kwa upande wa Zanzibar, kutokana na ile namna ambavyo ya sifa ya Zanzibar na namna ya utamaduni ambao tuliouzoea kwa upande wa Zanzibar. Wakati mwingine inapokuja nafasi za ajira zinazohusiana na jeshi la polisi au uhamiaji au upande wa vitambulisho ambavyo vinavyohusu jamhuri, na ikaja kwa upande wa Zanzibar pia, moja kwa moja Zanzibar kunakuwa na utamaduni wake. Sasa mimi ningelishauri ule utamaduni ambao umeuzoea Zanzibar, maana yake pengine wa ukopi pia vile vile kwa namna ya kipaumbele cha nchi ya Zanzibar, upande wa Zanzibar, maana yake tuufanye huo. Kwa mfano, tunapotangaza zile ajira tunazitangaza kama kwa ujumla wa kimuungano, lakini Zanzibar kuna utamaduni wake. Zanzibar ili mtu kuweza kupata ajira, kwanza awe na ID ya Mzanzibari, la pili lazima kwamba awe na barua ya sheha, na chengine kitafuatia sifa ambazo zinazokuja. Kwa nini nazungumza hivyo? Nazungumza hivyo kwa sababu zile ajira zinavyokuja zinakuja kijumla jumla. Sasa tunakuwa tunashindwa kutathmini Wazanzibari wangapi ambao wamepata zile nafasi za ajira, lakini ikiwa nafasi zile zinakuja kwa mtiririko wa kwamba kuna ID ya Mzanzibari pamoja na hicho kitambulisho cha Mtanzania na barua ya sheha,
manake bila shaka manake tutawapata wale watihaniwa waliokuwa purely kutoka Zanzibar, pamoja na kwamba wanakuja kutumikia jeshi la polisi au hamiaji. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na yote hayo, katika ushauri ambao nimeutoa, pia vile vile nije kwa upande wa makampuni ya ulinzi binafsi. Upande wa makampuni Mheshimiwa muda wako umekwisha. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuunga mkono hoja. Samatiko. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa kunipa fursa ya kuchangia katika hoja hii muhimu, na nianze kwa kuunga mkono hoja na nimpongeze sana waziri na wasaidizi wako wote kwa kazi kubwa mnayofanya.